Leo mwanamke akiwa na mimba au ujauzito, amekuwa na vitu ambavyo wamekuwa wakivifanya wanawake, nafikiri tunavijua. Yuko mwanamke akiwa na ujauzito, kile kipindi analea ile miezi mitatu, 1, 3 mpaka 4 ngapi, mpaka wengine mpaka 9. Anakuwa na vituko vingi. Mwingine anakuwa na matusi sana. Mwingine hata wewe mume wake hakutaki. Anakwambia toka hapa ndani. Tumekuwa tukishuhudia vitu vingi sana. Sasa niweke kitu kimoja clear. Ni kweli wanawake wanapokuwa katika hali ile ya ujauzito huwa wanapitia mengi sana, tabu, shida. Ndio maana Allah anasema kwenye Qur'ani, hakika wazazi wako wewe, mama yako wewe, aliichukua mimba kwa tabu, akaibeba kwa tabu, akaelea kwa tabu. Alipokuwa akitukumbusha wanadamu tusiwasahau wazazi, ameelekeza pale, yeye mama yako alikubeba kwa tabu, kwa shida, kwa dhiki. Akakukumbusha na jukumu kama baba yako pia alitafuta kwa shida ili upate kula manake. Maana akasema ni juu ya baba kilikuwa chakula chako, chakula chenu. Baba naye alipambana kutafuta chakula ili mle. Sasa tabu ile na dhiki ile ambayo mama anaipitia katika uumbaji wa kile kiumbe ndani ya zile siku 120 za mwanzo, miezi 4, hasa miezi 4 hii ndio huwa ina tabu na dhiki. Mtu anatapika sana, anakuwa hajisikii vizuri muda wote. Tabu ile ndio huwa inaleta reaction ya nje. Sasa hii reaction huwa inakuja kulingana na mtu alivyo mwenyewe katika asili ya maisha yake. Kama yule mtu alikuwa ni mtu sio mtu wa imani, ni mtu wa mambo tu ya yupo, basi tabia yake itadhihirika. Kama alikuwa ni mtu wa, tunasema sio mtu wa kufuata mambo ya dini, hapo ndo utasikia matusi, hapo ndo utasikia vitu vibaya. Hakutaki wewe uende ukalale nje. Saa 9 usiku anakuambia uende makaburini ukamchukulia udongo. Tihani Sheikh. Yani utashuhudia vitu vya hovyo sana kama sio mtu wa imani au tabia yake mbaya. Lakini kama ni mtu wa dini, mtu wa imani na ana tabia nzuri, ndio utaona kuna vile vidogo tu kama kukasirika, kupoa, vya kawaida vinavyovumilika vile. Bwana anachagua chakula, hataki hichi, kimletea anataka hichi, hivi ni vya kawaida. Kwa hivyo kile ambacho anapitia cha tabu ndicho kinatoaga reaction ama kinatoa mwitikio huko nje. Kile ambacho anapitikia katika uumbaji pale, tabu na ile dhiki ambayo anaipata ndio inatoaga reaction ya nje. Kwa hivyo kama alikuwa ni ana tabia nzuri awali, hutaweza kuona akifanya mabaya, ima kutukana labda au kukuvunjia heshima, sio kwa mambo gani, hapa. Lakini kama alikuwa na tabia hiyo kabla, alikuwa ni wahovyo tunasema, basi utashuhudia ya hovyo zaidi ya yale ambayo ulikuwa ukiyaona, ikiwemo matusi na mabaya mengine. Kwa hivyo nilisema leo nizungumzie hiki kitu kwa ufupi sana, kwa sababu nilikuwa nimekihifadhi muda mwingi sana, ngasema leo acha nikitoe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zama za Mwisho TV, pata elimu ya zama za mwisho.